Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa, tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa. Rais na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, leo akizungumza baada ya kuzindua rasmi ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi CCM itakayotekelezwa kwa miaka mitano ijayo 2025 hadi 2030. Dr. Samia amesisitiza sio kila anayejitokeza kugombea anapaswa kupitishwa. Yaani kuelekea katika uchaguzi, sio kila ambaye anajitokeza na kutaka kugombea anapitishwa. Akizungumzia hayo, Rais Samia na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi amemzungumzia mbunge Gwajima, mbunge wa jimbo la Kawe kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Siku 5 zilizopita, Askofu Gwajima aliita waandishi wa habari, lakini kubwa zaidi ilikuwa ni kulaani vikali vitendo vya utekaji ambavyo vinazidi kutokea Tanzania. Na katika kulaani vikali matukio hayo, Askofu Gwajima akatoa mifano mbalimbali, lakini pia akatoa mifano ya matukio ya utekaji na mauaji ambayo yametokea siku za hivi karibuni. Tukio la kwanza, Askofu Gwajima, mbunge wa jimbo la Kawe, akatolea mfano tukio la kutekwa kwa Ali Kibao na watu ambao walijitambulisha kama ni askari wa polisi, wakamshusha kwenye basi, wakaondoka naye kusikojulikana, lakini mwili wake ukapatikana kesho yake akiwa amepoteza maisha. Askofu Gwajima akatoa mfano wa pili, tukio la kutekwa kwa mwanaharakati wa haki za binadamu na mwanachama wa chama cha Chadema Mdude Nyagali, ambaye alitekwa na watu ambao walijitambulisha kama ni polisi, lakini pia wakavunja mlango, wakampiga na kuondoka naye kusikojulikana. Mpaka hivi sasa tunavyozungumza, ikiwa ni tukio la majuzi tu la kutekwa kwa mwanaharakati wa haki za binadamu Mdude Nyagali, mpaka leo Mdude hajapatikana. Lakini pia akatolea mfano kama ingekuwa ni mtoto wa rais, akamtaja Abdul, lakini pia akataja baadhi ya watoto wa viongozi wengine kama mtoto wa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa. Endapo ingetokea kama ni mtoto wa rais ambaye ametekwa kisha kesho yake akapatikana akiwa ametobolewa macho, je, kitu gani ambacho kingetokea? Jeshi la polisi pamoja na vitengo vingine vya usalama vingeacha jambo hilo bila kufanya kitu chochote? Alihoji Askofu Gwajima, lakini alizungumzia vitu vingi sana, huku akisema kwamba kuna kikosi cha siri ambacho kimeundwa kwa lengo la kusaidia baadhi ya wanasiasa ambao wanaona kwa namna moja ama nyingine wananufaika na kikosi hicho cha siri ambacho kinatumika kutesa, kupiga watu pamoja na kupoteza watu. Tukaona bungeni baadhi ya viongozi wakimjibu Askofu Gwajima, tukaona mbunge Msukuma akimjibu Askofu Gwajima, lakini pia sio huyo tu, watu wengi mno wakamjibu, wengine wakisema kwamba Askofu Gwajima alaaniwe, lakini pia amefanya kosa kubwa kumtolea mfano mtoto wa rais kipenzi kabisa, wakimzungumzia Abdul. Lakini leo Rais Samia akizungumza baada ya kuzinduliwa rasmi kwa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi CCM itakayotekelezwa kwa miaka mitano ijayo kuanzia mwaka huu ambapo uchaguzi mkuu utafanyika 2025 ambao unakwenda kumalizika mpaka mwaka 2030. Dr. Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amesisitiza kuwa sio kila anayejitokeza kugombea anapaswa kupitishwa, bali wale tu wenye sifa, uwezo na dhamira ya kweli watakaoweza kufanya kazi ya kuimarisha ustawi wa watu na taifa kwa ujumla. Na ameweza kusema kwamba kupitisha wasiofaa katika chama kinakuwa Gwajimanized. Hivyo chama kihakikishe kwamba hakiwapitishi watu kama wakina Gwajima.
ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa maagizo kwa kamati zitakazohusika na mchakato wa uchujaji wa wagombea kuhakikisha zitaenda na kutenda haki, lakini pia kupitisha wagombea ambao watakuwa na uwezo na sio kupitisha wagombea kama wakina Askofu Gwajima na chama kikawa Gwajimanized. Niagize vikao vinavyoenda kuchuja wagombea wakatende haki. Anayefaa ambiwe kuwa anafaa, asiyefaa tuseme huyu ana kasoro 1, 2, 3, hatufai huko tunakokwenda. Tukitoa mwanya, ndugu zangu, tukipitisha wanaotafuta tu na mie ni wemo, ndio tunapata wale wanaokwenda huko, chama kinakuwa Gwajimanized. Kwa hiyo kwa vyovyote vile tusigwajimanize chama chetu, magwajima tuyaache nje, hamna kuoneana aibu wala haya. CCM oye! Dr. Samia Suluhu Hassan na watu wakaimba kwa sauti kubwa mno, lakini kubwa ni ujumbe moja kwa moja kwa Askofu Gwajima ambaye siku za hivi karibuni amekinukisha kweli kweli. Tunasema huko Chama cha Mapinduzi tunasema kwamba mvua inanyesha na acha iendelee kunyesha, tuone wapi panavuja. Watu kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii wengi wanahoji kwamba kosa la Gwajima ni nini. Huyu wa kwanza anasema, kuna mtu bado anauliza anayehusika na utekaji, mauaji na kupotezana ni nani? Lakini pia mwingine anasema, hii tunasawazisha, unajua Gwajiboy akitokea winga wa kushoto ni moto. Kweli mwanamke tu, kosa la Gwajima liko wapi jamani? Kuongea ukweli kuhusu watu kuuawa ni kosa kumbe? Lakini pia mwingine akasema, CCM na haki ni vitu viwili tofauti. Lakini pia mwingine akasema, Gwajima tu Chadema button. Lakini pia mwingine akasema, nasubiri comeback ya mtumishi wa Mungu. Lakini pia mwingine akasema, Mungu wetu tunayemwabudu kila iitwapo leo, ipo siku atafanya miujiza ambayo hakuna mtu atakayeamini kama ni kweli. Let's keep praying. Lakini pia mwingine akasema, kwenye nyeupe mnaweka nyeusi. Lakini pia mwingine anasema kwamba wanaosema Gwajiboy kawakomesha, gonga like hapa. Lakini pia mwingine akasema, Gwajiboy man of the match until now. Lakini pia mwingine akasema, mwanamke ni mwanamke tu. Mwingine akasema, tuliosoma Cuba mwanetu Gwajima ndo kashanyolewa hivyo. Lakini pia mwingine akasema, siasa na haki. Lakini pia mwingine akasema, barikiwa sana Gwajima. Lakini pia mwingine akasema, Gwajima amepigwa kwenye mshono. Lakini pia mwingine akasema, kwani Gwajima kosa lake nini? Lakini pia mwingine akasema, Gwajiboy atokee sabu, sina mashaka katika jambo hili. Lakini pia mwingine akasema, hongera kwa Gwajima kwa kukataa kunywa damu, kama damu ndio ngoma yenu, chezeni. Lakini pia mwingine akasema, hii nchi kuendelea, labda Yesu arudi kwa mara ya 3 sio ya pili. Lakini pia mwingine akasema kwamba na rais naye anaongea hivi, kwa hiyo jambo la watu kutekwa na kuuawa yeye anaona lipo sawa. Very sad I say, nchi ningelikuwa na uwezo ningeama. Lakini pia mwingine anasema kwamba unaagiza kama nani, wacha wananchi wachaguane. Lakini pia mwingine anasema kwamba nini maana ya Gwajimanized? Ni mtu anayesimamia ukweli na kuongea ukweli bila kuogopa chochote. Ni hivi, mimi nipo na Gwajiboy. Mwingine akasema kwamba CCM nimeamini 99% ni watu wasiokuwa na aya na akili. Yaani mtu kusema ukweli imekuwa shida tena kutoka kwa rais. Hapana, hii sasa imekuwa ni too much. Lakini pia mwingine anasema kwamba wanashangilia posho. Mwingine anasema kwa hiyo wanaofaa ni wale wanaoteka na kuua watu. Lakini pia mwingine anasema kutenda jema katikati ya waovu na ni kosa kusema kweli katikati ya waongo. Ni kosa wa Tanzania mshindwe kujiongeza, nitashangaa sana. Lakini pia mwingine anasema, kumbe nilikuwa sijui mengi, ila kwa kusema kwa Gwajima nimeelewa. Sijawahi kuona rais mwenye chuki kiasi hiki kwenye kuhoji watekaji. Gwajiboy amekosea nini? Mama unaharibu kwa kweli. Lakini pia mwingine anasema kwamba shame on you. Gwajima mmoja anakuangusha, na amesema kweli wakiungana Sugu na Heche na Lissu
ndo itakuwaje wakati wewe ukweli hautaki? Lakini pia mwingine anasema kwa nafasi yako mama, hukutakiwa kumjibu Gwajima kabisa. Wewe toa maelekezo huko ili kuokoa chama, yangu ndio hayo tu. Lakini pia mwingine anasema hatuchezi ng'oo, haya pumba na mchele vishajitenga, ila kwa Tanzania sijui. Lakini pia mwingine akasema nileteeni Gwajima, nileteeni Gwajima. Yaani kiukweli tunahitaji Tanzania, Mungu tusaidie. Lakini pia mwingine anasema kwamba CCM sasa mnakoelekea ni wazi ya kwamba chama kinakwenda kufa. Lakini pia mwingine anasema kwamba haki ipo, isubiri, inakuja. Hamka wewe, umeshuhudia wapi chama kizima kinatingishwa na mtu mmoja? Piga kelele kwa Gwaji boy. Lakini pia mwingine anasema kwamba Gwajima alishajua hili. Lakini pia mwingine anasema kwamba in another meaning, utekaji umehalalishwa na si jambo geni kwa mama yenu. Lakini pia mwingine anasema kwamba hakika ni ngumu kutofautisha kijiwe cha umbea na mkutano. Mungu ikumbuke Tanzania. Kwani Gwajima kutoa ushauri wa mauaji, hatua zichukuliwa zimekuwa jao. Lakini pia mwingine anasema watu wanataka iwe siri ya ndani, mtu kafa, kauliwa, kutekwa, vitu viwe siri. Hii nchi ni kiboko. Watu wengi wametoa maoni yao na wote wakisimama na Gwajima, wakihoji kwamba kwani Gwajima kakosea kitu gani? Tusubiria kuona maagizo ya rais kwamba huko ambako wanakwenda kupitisha wagombea wahakikishe kwamba hawapitishi watu ambao watakuja kukigwajimanize Chama cha Mapinduzi. Tuachie maoni yako, lakini pia tuambie unadhani Gwajima kakosea nini Chama cha Mapinduzi. Lakini pia kwa upande wako, hiki ambacho amekizungumza rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, una maoni gani na mtazamo gani? Share na sisi maoni yako, lakini kubwa, endelea kutufuatilia zaidi kwa taarifa mbalimbali.